Naam Sheikh, fitna inachangia vipi katika kuharibu amani katika jamii hii tuliokuwa nayo? Neno fitna maana yake ni uchonganishi, kutoa huku kupeleka huku, taarifa za huku, ama kutengeneza taarifa ambazo unajua taarifa hizi zitaleta machafuko na mabalaa katika maeneo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia alfitnatu ashaddu min alqatl. Kutengeneza fitna, kuleta fitna kwa jamii ni jambo baya sana kuliko hata kuua mtu. Hii ni kuonesha kwa uzito wa fitna, kwa sababu fitna hata katika Qissatul Mi'raj tumeona kule wale watu wanaofitinisha watu adhabu zao zilivyokuwa, kwa sababu ya jambo lile ni kubwa sana la kufitinisha watu. Unaweza ukasema neno moja, neno dogo tu, lakini neno hilo likachukuliwa na watu wakalifanyia kazi, likaleta balaa kubwa katika eneo, kisha ukataka kurudisha lile balaa lisitokee tena, ikawa haiwezekani. Madhara yameshatokea kwa wanajamii na kwa watu kwa ujumla. Kwa hiyo fitna kama fitna ni kitu kibaya sana katika kutunza, katika kulinda amani ya sehemu yote. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kusengenya ama kusema uongo ama miongoni mambo 7 yanayoangamiza, likiwemo hili la kutengeneza fitna kwa watu. Kwa hiyo fitna kama fitna ni adui mkubwa wa kulinda amani katika eneo lolote ambalo watu wanaishi. Lakini kwa kumalizia, kwa kuongezea hapa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu wake, aliwaambia Waislamu, bismillah, katika hadithi yake inasema la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Angalia alivyoanza Mtume, hamtoingia peponi mpaka muwe na imani, mpaka muwe na imani kwanza, mumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tu'minu, lakini haya mambo mawili ya kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayatopatikana. Wala tu'minu hatta tahabu, hamtokuwa ni imani mpaka mpendane. Kwa hiyo unaona jamii yoyote, hasa tukizungumzia jamii ya Kiislamu, hawawezi kuwa na imani, hawawezi kuwa Waislamu wa sawa sawa mpaka wapendane. Watakapopendana, maana yake hata tunajua katika hadithi nyingine Mtume anasema kuwa huyu ndugu yako hautakiwi kumdhuru, hautakiwi kumtengenezea fitna, hautakiwi kumharibia cheo chake, hautakiwi jambo lolote baya kulisababisha kwa huyo ndugu yako. Huo ni udugu wa Kiislamu, kama nilivyotangulia kusema kule nyuma Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotengeneza udugu wa Ausi na Khazraj. Kwa hiyo hata imani zetu hatuwezi kuwa waumini wa kweli mpaka tupendane. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza masahaba yake, awala adullukum ala amrin idha fa'altum tahabbtum, niwafundishe jambo mtakapolifanya jambo hilo mtakuwa mnapendana, mapenzi yataongezeka. Maana yake atakapoongezeka mapenzi, ndiyo maana yake imani yenu kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa sahihi, na ndiyo lengo la kuumbwa kwetu, lengo la kila mwanadamu, lengo la kila mtu ambaye anaamini Mwenyezi Mungu, anaamini dini, afanye mema, baada ya kufanya mema apate neema Mwenyezi Mungu ambao ni pepo. Kwa hiyo kama lengo letu ndio hilo, tumeambiwa basi jambo ili tuweze kuwa na imani ya sawa sawa. Mtume amesema afshu salama bainakum, toleaneni salamu, takianeni amani kati yenu wanajamii. Mkitakiana amani kila wakati, mapenzi yataongezeka. Yakiongezeka mapenzi, imani itaongezeka kwa Mwenyezi Mungu na mtume. Ikiongezeka imani, maana yake ile lengo letu la kutaka kupata rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala litafikiwa. Angalia, nimalizia au niongezee, nimezungumza hapa katika surati al-Hijri walivyoambiwa waumini kuwa wanapoingia katika pepo yao, waliambiwa udkhuluha bisalamin aminin, ingieni kwa salama mkiwa na amani. Lakini katika surati Zumar pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia wakati watu wa peponi, siqa alladhina taqaw ila aljanna zumara, watu wa peponi watakapokuwa watu wema watakapokuwa wanaelekezwa waende peponi, watakwenda wataifikia milango ya peponi mpaka wataingia katika hiyo milango katika hiyo peponi. Baada ya kuingia, waqala lahum khazanatuha, watasema wale walinzi wa peponi, salamun alaikum, amani iwe juu yenu. Angalia aya niliyosoma juu, watu wa peponi wanakwenda wanaambiwa ingie peponi wakiwa na amani, wakati hili inajulikana wazi. Lakini aya hii nao vile vile
wanaambiwa kabisa na malaika, salamun alaikum, ingieni katika pepo hii mkiwa na amani. Sasa peponi tuna amani, kuna kila kitu tunachokihitaji, lakini bado Mwenyezi Mungu anasisitiza salamun alaikum udkhuluha, ingieni katika pepo kwa salamu tibtum. Basi maana yake hakuna kitu kizito na kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakisisitiza tukilinde na tukienzi na tukiona kwa ni kitu cha thamani kwa sisi wanajamii ama binadamu kwa ujumla kama amani. Subhanallah.